Serikali imesisitiza dhamira yake ya kuendeleza jitihada za kuwezesha wanawake kiuchumi kama sehemu ya kuboresha maendeleo yao na kuchangia ustawi wa taifa. Kauli hiyo imetolewa leo Aprili 8, 2025 na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, katika hafla ya kupokea nakala za vitabu vya mwongozo wa uandaaji na uratibu wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi, sambamba na uzinduzi wa kamati ya kuratibu suala la kuelimisha na kuhamasisha wanawake kujiunga na jukwaa hilo, hafla ambayo imeandaliwa na benki ya TCB. Serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imekuwa ikitekeleza jukumu la kuwawezesha wanawake kiuchumi miaka mingi. Na leo tumesikia hapa mkurugenzi wa TCB Bank ameelezea hadi historia. Kabla ya benki kuitwa TCB kulikuwa na benki ya wanawake huko nyuma. Kwa hiyo inaonyesha kwamba shughuli ya kuendeleza wanawake kiuchumi imeanza miaka si ya leo. Imeanza kitambo huko nyuma. Lakini kutokana na uzoefu wa utekelezaji huo, serikali ilifanya mapitio ya mwongozo wa majukwaa haya ya uwezeshaji wanawake kiuchumi wa mwaka 2022 kwa nia ya kuendelea kujenga msingi wa kuimarisha majukwaa haya ili yaweze kuendana na hali halisi ya sasa. Na historia ya majukwaa haya, mkurugenzi bado amesema, yalianza kuasisiwa tangu enzi za Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa makamu wa rais. Akayaasisi, yakaenda, yakafikia alipofikia. Sasa sisi tumekuja kuyaendeleza mbele ili lile lengo lililokusudiwa litimie kulingana sasa na mazingira ya wakati huu. Shukrani za dhati tena kwa Benki ya Biashara Tanzania, TCB Bank na mkurugenzi wake Adamu Mihayo kwa utayari wao wa kutupatia nakala 1000 ambazo nimeambiwa ziko hapa na tutakabidhiwa leo. Makofi kwenu. Nakala hizi ni za kuwa mwongozo wa uundaji na uratibu na uwezeshaji wa majukwaa haya ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, na ambao usambazaji wake utaanza rasmi sambamba na kampeni ya elimu na hamasa kuhusu mwongozo huo ili kuweza kusaidia utekelezaji wake kote nchini. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Biashara ya Tanzania TCB, Adam Mihayo, amesema wanawake wamekuwa na mchango mkubwa katika uchumi, hivyo benki hiyo itaendelea kuunga mkono miradi ya kimkakati inayotekelezwa na serikali kwa lengo la kuwezesha wanawake kiuchumi. Na kwa kweli hata katika bajeti yetu ya mwaka huu SMEs ndio sehemu ambao kwa kweli inakuwa ni priority sector ambao tunaangalia kwa karibu, na wanawake wamekuwa kwa kweli na mchango mkubwa sana katika sekta hii. Na niwapongeze sababu wanawake pia ni walipaji wazuri wa mikopo. Kwa hiyo tukiangalia benki yetu, ukiangalia kwa ujumla wake mikopo chechefu ni 3.6 kwa ujumla wake, ambao ni nzuri. Tuko ndani ya chini ya kiwango cha juu kilichowekwa na benki kuu. Lakini ukiangalia tu hii portfolio ya biashara zinazoongozwa na wanawake, mikopo chechefu ni 1.5. Na ndio maana basi ndugu mgeni rasmi, mwaka huu pia tumekuja na maboresho ya product yetu inaitwa Tabasamu account, ambayo ni account maalum kwa kina mama. Na nia tumeita Tabasamu kwa sababu tunaamini kupitia huduma hii itamuongezea mwanamke tabasamu. Na hii tunaongea sasa katika rika zote. Binti, mama na bibi. Na kwa sababu pia wamekuwa ni walipaji wazuri, sio kwamba tunawapendelea, na ndio maana na ndio maana basi katika hii bidhaa yetu Mheshimiwa Waziri ya Tabasamu account tunaweza kutoa mikopo mpaka milioni 150, na riba itakuwa ni 2% chini ya riba hizi nyingine za kawaida. Mtazamaji, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na X kwa jina la Sats Media, lakini pia usahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa jina la Sats Media. Mimi ni Jacob Martin na nyuma kamera ni Fahidi Msuya.